Mzigo wa habari unakuunganisha. Zipokee sasa hivi. Hujambo na karibu kwenye mzingo wa habari wa CFM na tulionayo jioni hii. Taasisi za umma na mamlaka za udhibiti ubora wa bidhaa zatakiwa kushirikiana na TBS katika kuelimisha wananchi kuhusu ubora wa viwango vinavyohitajika. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeidhinisha shilingi trilioni 20.19 kwa ajili ya bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mafuriko makubwa yaliyotokea kaskazini mwa Nigeria wiki iliyopita yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 200. Na kiongozi mkuu wa Iran amesema kuwa pendekezo la Marekani la mkataba wa nyuklia ni kinyume na maslahi ya kitaifa ya nchi hiyo. Karibu, mimi ni Amina Abdul. Mzingo wa habari, tunaanza na habari za kitaifa. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa jengo la Shirika la Viwango Tanzania TBS katika hafla iliyofanyika kwenye viwanja vya ofisi hiyo Njedengwa jijini Dodoma. Akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Majaliwa amesema kuwa serikali ya awamu ya 6 inatambua kuwa viwango vya ubora si tu vinahusiana na bidhaa bora, bali pia vinaimarisha afya na uchumi wa nchi. Amesema kuwa viwanda vinapaswa kuzalisha bidhaa ambazo zinaweza kununulika hata nje ya nchi. Kwa wazalishaji wa bidhaa, ni wasihi muhakikishe bidhaa zenu zinakidhi viwango vya kitaifa, na viwango hivi lazima viwe vimewekwa na taasisi yetu hii TBS, na mzingatie taratibu za vipimo, uthibitishaji wa ubora na uboreshaji wa mifumo ya uzalishaji. Na kama nilivyosema awali, bidhaa zenye ubora ni heshima kwa biashara zetu, kinga kwa afya zetu, na daraja ya kuingia kwenye masoko ya kimataifa. La pili, kwa wafanyabiashara na waagizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi, ni wajibu wenu kuhakikisha kwamba bidhaa mnazoziingiza nchini kwanza ziwe salama na ziwe zimeidhinishwa na zina alama ya ubora kutoka TBS au taasisi inayotambulika. Serikali tunataka tuone soko la Tanzania liwe na bidhaa bora na sio shimo la bidhaa zisizokuwa na ubora. Nataka soko letu liwe na mvuto kwa watumiaji wa nje. Aidha, amezitaka taasisi za umma na mamlaka za udhibiti kushirikiana na TBS katika kuelimisha wananchi kuhusu ubora na viwango vinavyohitajika. Na mimi najua mnalo tawi bandarini ambako bidhaa zinaingia. Mnao watumishi kwenye mipaka yetu yote, Tunduma na maeneo mengine. Simamieni ubora wa kila bidhaa inayoingia. Tunapaswa kuonesha mfano katika matumizi ya bidhaa bora kama nchi na kufanya taifa hili wananchi wake kuwa salama, ili kutangaza ubora wetu na kazi zetu kwa mataifa mengine. Lakini 4, kwa sisi watumiaji, wananchi wa kawaida, ni haki yetu kutumia bidhaa salama za zilizo bora. Lakini pia tuna jukumu la kuuliza ubora wa kila bidhaa unayoipata. Usibebe tu, uliza kama bidhaa hii ni bora kweli. Chunguza, na utakapobaini kama bidhaa hii na mashaka ya ubora wake, usisite kwenda kujulisha kwenye vyombo vya sheria. Tujenge utamaduni wa kuikagua bidhaa na alama za ubora TBS kama zipo. Kama bidhaa hiyo haina TBS, uwe na mashaka nayo. Ujenzi wa jengo hilo ambao umefikia 76% unatarajiwa kugharimu shilingi bilioni 25.3, ikijumuisha kodi ya ongezeko la thamani na gharama za mshauri elekezi. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeidhinisha shilingi trilioni 20.19 kwa ajili ya bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Fedha kwa mwaka huu wa 2025/26 yamewasilishwa mapema hii leo bungeni jijini Dodoma na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Bajeti hiyo ilijikita katika vipaumbele vitano, ikiwemo kutafuta na kukusanya mapato ya jumla ya shilingi trilioni 50.98, kuhudumia kwa wakati deni la serikali linalotarajiwa kuiva la shilingi trilioni 14.22 na kuandaa sera ya usimamizi wa mali za umma. Hadi Aprili 25, wizara imefanikiwa kutafuta na kukusanya mapato ya jumla ya shilingi trilioni 37.91, ikiwa ni sawa na 84.1% ya lengo la mwaka kutoka vyanzo vya ndani na nje. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 24.45 zimekusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania, na idara za wizara zimefanikiwa kutafuta jumla ya shilingi trilioni 5.32 kama misaada pamoja na mikopo yenye masharti nafuu, na shilingi trilioni 8.14 kupitia dirisha la mikopo yenye masharti ya kibiashara.
Kwa upande wa kuimarisha na kusimamia mifumo ya usimamizi wa fedha pamoja na mali za umma kwa mwaka 2024-2025, wizara ilipanga kuimarisha na kusimamia mifumo ya mapato, matumizi pamoja na mali za serikali. Ikiwemo IDRAS, TANSES, MUSE, NEST, CBMS, GAMIS, na hadi kufikia Aprili 2025, wizara imefanikiwa kuunganisha mifumo 11 ya taasisi pamoja na mashirika ya umma na mfumo wa uhasibu serikalini MUSE, na kuunganisha mfumo wa MUSE na CBMS na kuwezesha maombi na utoaji wa fedha yani exchequer kupitia mfumo wa CBMS na kuruhusu afisa masuhuli kufanya uhamisho wa bajeti ndani ya fungu lake, ujenzi wa moduli saidizi za ulipaji wa mikataba yani e-payment, na kuunganisha mfumo wa NEST na mifumo ya MUSE na kuimarisha uundwaji wa moduli ya uchakataji wa uondoaji wa mali chakavu katika mfumo wa usimamizi wa mali serikalini. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isdori Mpango ametoa rai kwa wafamasia nchini kuendelea kulipa kipaumbele suala la elimu ya matumizi sahihi ya dawa ili kuisaidia jamii kutambua na kuepuka madhara ya matumizi holela ya dawa. Ametoa wito huo wakati wa ufunguzi wa kongamano la kisayansi na mkutano mkuu wa mwaka wa Chama cha Wafamasia Tanzania unaofanyika jijini Arusha. Amesema imekuwepo matumizi mabaya ya dawa kwa baadhi ya wananchi kama vile matumizi ya dawa pasipo kushauriwa na daktari, matumizi ya dawa za usingizi kama kilevi, matumizi ya dawa za kunenepeshea mifugo pamoja na matumizi ya dawa za kukoleza pombe za asili. Amewasisitiza wanataaluma wote wa famasi kufanya kazi kwa kuzingatia kiapo na miiko ya taaluma yao, huku akiliagiza Baraza la Famasi kusimamia kwa ukaribu swala hilo ili kuwahakikishia wananchi huduma bora. Makamu wa Rais amesema serikali inatambua na kuthamini mchango wa wafamasia katika utoaji wa huduma za afya na itaendelea kushirikiana na wataalamu hao ili kutoa huduma bora za dawa nchini. Unaendelea kusikiliza Mzingo wa Habari, na sasa ni habari za mataifa ya Afrika. Mafuriko makubwa yaliyotokea kaskazini mwa Nigeria wiki iliyopita yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 200. Kamishna wa masuala ya kibinadamu wa jimbo la Niger, Ahmad Suleiman, ameziambia duru za habari kuhusiana na janga hilo na kueleza kwamba mamia ya watu wengine hawajulikani walipo na kuna wasiwasi kwamba wamefariki. Amesema bado wanaendelea kuwatafuta wahanga hao ingawa hawana uhakika wa kuwapata. Mji wa Mokwa ulikumbwa na mafuriko mabaya zaidi siku ya Alhamisi kutokana na mvua zilizonyesha usiku kucha, huku zaidi ya nyumba 250 zikiharibiwa na mafuriko. Mabadiliko ya hali ya hewa yametajwa kusababisha hali hiyo nchini Nigeria, ingawa wakazi wa Mokwa wamesema sababu za kibinadamu pia zimechangia. Mji wa Mokwa ni kiungo kikuu cha kibiashara kati ya wafanyabiashara wa kusini na wazalishaji wa mazao ya kilimo wa kaskazini mwa Nigeria. Kwa kuzingatia hayo, tutaona kuwa madhara ya mafuriko hayo kwa binadamu na kwa uchumi ni makubwa sana. Na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limechagua nchi 5 ambazo ni Bahrain, Colombia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Latvia na Liberia kuhudumu kama wanachama wasio wa kudumu wa Baraza la Usalama kwa muhula wa mwaka 2026-2027. Mataifa hayo yatachukua nafasi za Algeria, Guyana, Sierra Leone, Slovenia na Korea Kusini zinazomaliza muda wao wa kuhudumu mnamo Januari mosi 2026 na kuungana na wanachama wengine 5 wasio wa kudumu kwenye baraza hilo ambao ni Denmark, Ugiriki, Pakistan, Panama na Somalia. Baraza hilo la usalama lenye jukumu la amani na usalama ulimwenguni lina wanachama 15 ambapo 5 kati yao ni wa kudumu. Mataifa yenye wanachama wa kudumu ni Uingereza, China, Ufaransa, Urusi na Marekani ambayo yana kura ya turufu. Wanachama wengine 10 huchaguliwa kwa kipindi cha miaka miwili. Mzingo wa Habari unakuletea habari za kimataifa.
Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei amesema kwamba pendekezo la Marekani la mkataba wa nyuklia ni kinyume na maslahi ya kitaifa ya nchi hiyo na kwamba nchi hiyo haitaacha urutubishaji wa madini ya urani. Kwenye hotuba yake, Khamenei amesema kuwa swala la kurutubisha madini ya urani limekuwa swala nyeti la mazungumzo kati ya Marekani na Iran na kwamba urutubishaji wa madini ya urani linabaki kuwa swala muhimu kwa mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Pendekezo la Marekani kuhusu makubaliano mapya ya nyuklia liliwasilishwa kwa Irani siku ya Jumamosi na Oman, ambayo imekuwa mpatanishi katika mazungumzo kati ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na mjumbe wa Rais Donald Trump kwa Mashariki ya Kati Steve Witkoff. Na mawaziri wa ulinzi kutoka kundi la mawasiliano ya ulinzi wa Ukraini wanakutana leo mjini Brussels nchini Ubelgiji ili kuratibu na kutoa msaada zaidi wa kijeshi kwa Ukraini. Waziri wa ulinzi wa Ukraini Rustem Umerov anatarajiwa kuwahutubia washirika wa nchi yake kuhusu hali kwenye uwanja wa vita nchini humo pamoja na mahitaji muhimu zaidi. Mazungumzo hayo ambayo awali yaliongozwa na Marekani sasa yataongozwa na waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius na mwenzake wa Uingereza John Healey. Wanasiasa hao wawili wanajaza pengo la aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin, ambaye alianzisha kundi hilo ambalo pia lilipewa jina la kuitwa kundi la Ramstein, linalojumuisha takribani nchi 50 katika mabadiliko ya serikali nchini Marekani. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte pia anatarajiwa kuhutubia waandishi wa habari kabla ya mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa muungano huo mjini Brussels hapo kesho Alhamisi. Kabla ya kuhitimisha mzingo wa habari, tujikumbushe tuliokuwa nayo jioni hii. Taasisi za umma na mamlaka za udhibiti ubora wa bidhaa zatakiwa kushirikiana na TBS katika kuelimisha wananchi kuhusu ubora na viwango vinavyohitajika. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeidhinisha shilingi trilioni 20.19 kwa ajili ya bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mafuriko makubwa yaliyotokea kaskazini mwa Nigeria wiki iliyopita yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 200. Na kimataifa, kiongozi mkuu wa Iran amesema kuwa pendekezo la Marekani la mkataba wa nyuklia ni kinyume na maslahi ya kitaifa ya nchi hiyo. Zipokee sasa hivi